sema kwamba kuna taarifa nyeti ambazo zinakuja na hizo taarifa zitakwenda kutamatisha maandalizi na yes. Unajua mechi tarehe 15 ni Jumapili. Leo ni tarehe 13. Sasa ukiangalia kwenye mazingira ya kawaida tuna ligi ambayo bado inaonekana na sintofahamu nyingi. Na kama tumefika kwenye kipindi ambacho ligi inatoa taarifa nyeti, hoje tuko kwenye kipindi kigumu. Na nafikiria kwamba hili linawezekana likawa fundisho kwenye mpira wetu wa Tanzania, hili linaloendelea sasa, kwa sababu sina hakika kama liwewe kutokea jambo kama hili. Yaani achana ile tukio la kipindi kile, kama unakumbuka mwaka 2021 Yanga akaambiwa mechi saa moja zilikuwa baki saa chache kabla muda wa mechi kuanza saa 11, afu akaambiwa mechi saa moja wakaondoka. Achana na hilo. Yaani sikuwahi ku-experience tukio gumu kama hili kwenye mpira huu kwa muda niliokuwepo, na unaweza ukatazama kipindi ambacho kiliwahi kutokea mmoja kwenda uwanjani kabisa, ilikuwa ni kwenye kombe la Kagame. Nafikiri kwa kombe la Kagame Yanga na Simba walikuwa wanakutana mechi ya mshindi wa 3. Wakakubaliana wasiende kisa nani? Alafu ilikuwa inahusisha mambo ya fedha pia. Mwisho wa picha Simba walikuwa uwanjani, Yanga hawakutokea. 2008 Tusker, kombe la Tusker. Oya. So mchilikuwa kombe la Tusker. Asema asiende, zawadi ndogo iongezwe. Wewe wakakubaliana wote, mnyama akapinduka. Simba alienda uwanjani, Yanga hakwenda. Sasa ile haikuwa kwenye ligi. Unajua ile ni mashindano ambayo yalikuwa hayana athari ya moja kwa moja kwenye mpira wetu, kwa sababu ya kusema kwamba haikuwa mechi za ligi. Ilikuwa ni mashindano tu yalikuwa yanachezwa kwa wakati fulani. Lakini leo tunapozungumza, tunazungumzia mashindano ambayo yanaamua hatima ya maendeleo ya mpira wa Tanzania. Inapotokea klabu kama Simba kwa mfano, washasema na wao mechi isipochezwa Jumapili tarehe 15 kama ilivyopangwa, na wao hawachezi tena. Ukiangalia kwenye uhalisia unaona sisi kuna sehemu tuna shida kwenye mpira wetu, na naamini mimi kwangu tunauendesha tatizo mpira kisera sana. Yaani hiyo ndio tatizo langu mimi linaloniumiza. Mpira utakuwa uendeshwe kwa njia zake. Yaani mpira na wenyewe kwenye kuongoza unahitaji maarifa makubwa sana. Na huwezi kila siku kawapeleka watu vile unavyotaka. Kuna muda unakuja mabadiliko, wanakuja wasomi kwenye mpira, kama sasa hivi kwa mpira wa Tanzania wasomi wameongezeka. Sasa lazima wasomi huwa wanapenda uwape hoja kila unachokifanya, wao wana reason. Kwa nini wamefanya hivi? Kwa nini wamefanya hivi? Hiyo ni changamoto ambayo watu wa mamlaka za mpira wanatakiwa kuikubali, kwamba wako kwenye zama ambazo hauwezi tu kuamua kila unachotaka wewe mwenyewe. Lazima na wale ambao wanahusika kwenye mchakato wa utekelezaji wa mipango yako uwashirikishe mapema, muwe na mnafanya consultation, kwa sababu ukiwa unajiamulia wewe vitu, sasa hivi kuna wasomi wengi, watu wengi wanajua vitu, hawawezi kukubalia. Lazima watakuwa wanakukatalia baadhi ya mambo, na utawachukulia wale kama maadui, unawachukia. Lakini ukweli ni kwamba wana reason, kwa sababu wanaona vitu mbona vinavyofanyika kuna uwezekano ukawa na consequences. Kwa nini vitu vinavyofanyika visifanyike kwa njia hii, vinafanyika kwa njia hii? Yaani mtu yote mwenye maarifa huwezi kuona mpeleka unavyotaka. Na isivyo bahati sasa watu wenye mamlaka za mpira wakati mwingine ukiwaambia baadhi ya vitu wanakuchukulia kama adui au wanaona huwapendi. Lakini hakuna mtu ambaye kwa mfano personally siwezi kuwa namchukia rais wa TFF au mwenyekiti wa bodi ya ligi au nani, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi sina malengo wala sina nafasi kwa sasa kwenda kukaa kwenye kiti chake. Yaani hao ni kwamba naweza nikaamua kumchukia. Lakini tunavyoongea tunaongelea kile tunachokiona, tunajiuliza maswali. Kwa nini mpira unaenda hivi? Kwa nini hivi? Kwa mfano leo hii sisi imekuwa hata ni story timu za taifa zinavyofuzu nyingi kwenda kwenye mashindano. Lakini ule ni wajibu wa shirikisho. Yaani baba kuleta chakula nyumbani unataka tukupigie makofi. Huo ni wajibu wako. Ila ukimfanya mtoto akaenda shule kwa school bus, sijui
ana iPad ya kucheza magemu, ana PlayStation, hapo tutakupigia makofi, umeenda beyond kwenye kumjali mtoto wako. Lakini sisi kwetu story kwa mfano tu za timu ya taifa kuvuka sasa hivi ndo zimekuwa tuna publish, yani kwamba of course wenyewe tunakubali kwamba tunafurahia mafanikio ama maendeleo ya kuona timu zetu zinafuzu mara nyingi kwenye mashindano makubwa Afrika, lakini tusifanye kwamba ndo kichaka chetu cha kujifichia ndo kama mafanikio. Hapana, yale sio mafanikio, yale ni maendeleo tu. Tumepiga hatua, kwamba zamani tulikuwa hatuwezi kuqualify mara kwa mara. Sasa hivi tuna qualify mara kwa mara. Inabidi tutoke kwenye vision twende kwenye maono ya kuona sasa tukashindane. Kuna level, kuna baadhi ya michezo kweli bado tunahitaji kushiriki tupate uzoefu, kuna mingine tunatakiwa kwenda kushindana. Na ndio maana ushangai mataifa wenzetu ambao wamefanikiwa hata hapa barani Afrika walishaondoa vision hiyo ya kusema tunajaribu. Likes of Madagascar, Mauritania, Cape Verde, wale wenzetu wote walishatoka kwenye vision ya kusema tunajaribu. Wale wanashindana. Sio mnipata. Kwa hata sisi kwenye mpira wetu ili tusaidie lazima tukubali kuna nyakati na watu ndio mabadiliko. Mpira wa sasa umekutana na jamii ya wasomi wengi, watu wengi wenye maarifa ambao kila maamuzi utakaoyafanya lazima na wenyewe waweze kuyafanyia interpretation. Yaani wanaangalia hiki kweli kina faida, hiki kina hasara, wanakukatalia vingine. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba watakuwa wanda njia nzuri za kuongoza hawa watu na mikakati mizuri ili msisigane, badala yake muwe mnashirikiana mara nyingi ili muusukume mpira wa Tanzania uende mbele. Lakini ukiwa unawachukia wasomi au watu wenye maarifa ambao wameingia sasa hivi kwenye familia ya mpira, wewe utakuwa na matatizo, kwa sababu namna pekee ya kuendeleza jambo ni ukubali kuungana na watu wenye maarifa. Ukiwachukia hauwezi kuwa na mafanikio. Na mimi kwangu kilio changu ndo kimesimamia hapo, na ninatamani ili jambo liwe funzo kwa mpira wetu wa Tanzania, hususan kwa watu wenye mamlaka za mpira, kwamba wajue kuna nyakati ukiwa unawaendesha wasomi kwenye mpira wanahitaji uwapeleke kwa hoja na uwapeleke kwa sababu zenye maana. Yani kwa mfano leo mtu anakuuliza tupe maana, yani tupe sababu ya msingi ya kualisha mechi tarehe 8 Machi. Unamwambiaje kwamba tu simu ilipigiwa simu na kiongozi wa juu wa serikali? Sasa mtu mwenye akili, mwenye maarifa anakuuliza basi wewe kazi imekushinda, tumpe wewe kupigia simu, wewe ndo aongoze mpira. Au tutafute mtu mwingine ambaye ana uwezo wa kufanya kazi independently, yani afanye kazi bila kupokea external pressure kwenye kuamua baadhi ya mambo. Kwa hiyo ndo maana nasema mpira wetu ulishatoka huko, na isivyo bahati kuelekea dabi huwa kunakuwa vitu vingi, hata kama sio dabi, mchezo wa kawaida tu kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Leo na kesho ndio siku ambazo lazima tuweze kujua kwamba mechi ipo, kwa sababu kusipokuwepo na vile vikao kabla ya mechi, pre-match meeting, ina maana hakuna mechi hapo tayari. Na kwa kawaida tunataraji kesho kutakuwa na press conference kama kuna huo mchezo. Na hiyo ndio itatupa picha ya moja kwa moja kama mechi ipo ama hapana. Ndio. Lakini pia labda tuseme press conference sio hitaji la lazima, lakini ni hitaji tu la kanuni kavunjwa, labda kanuni kavunjwa kama ambavyo zimekuwa zikivunjwa kanuni nyingine. Lakini tunasubiri kuona maofisa wa mchezo ni akina nani. Lakini pia tunasubiri kuona venue itakuwa wapi, kwa sababu mpaka sasa hivi venue haijatangazwa. Ndio. Uwanja wa Mkapa, unakumbuka kilichotokea. Lakini pia tunasubiri kuona ufafanuzi wa mauzo ya tiketi. Mpaka sasa hivi utakuwa umefikia hatua gani? Kwa sababu ukisema kwamba watu tu watatumia tiketi zile je, walikata zikaisha? Kulikuwa na asilimia ngapi zilizouzwa za zile tiketi? Ndio. Na vipi kuhusu wale ambao walisha scan? Ukumbuke ile siku taarifa imetolewa saa 8, si ndio? Saa 7 saa 8. Kuna watu waliingia uwanjani. Kuna watu walishaingia uwanjani. Ndio. Yaani mpaka mimi nakumbuka tulikuwa tunatoka sehemu na Jemedari Said. Absolutely tulikuwa tunatoka Mwanza kwenye mechi ya JKT na Tabora. Tulifika airport,
siku tumetoka na ndege ya asubuhi kabisa. Tumefika airport, taarifa ilikuwa haijasemwa kama kuna kuahirishwa mchezo. Kwenye ndege ile tulikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanakuja kutazama ule mchezo. Kuna dada mmoja hivi na yeye alikuwa anakuja kutazama ule mchezo. Tulikuwa naye kwenye ile flight. Mpaka tunatoka pale nilipanda gari ya jemedari, akanileta mpaka maeneo haya. Asa yule dada wao walikuwa wana gari lao ambalo walikuwa wameongozana wanaenda moja kwa moja uwanjani. Najaribu tu kuimagine kama alisha scan ile tiketi, je, itasoma tena? Ni baadhi tu ya maswali ambayo najaribu tu kujiuliza. Na kama tiketi haitasoma, nini kinachofuata? Nafikiri wanaweza kaamua vizuri kwa ajili ya maslahi ya mpira kwenye hiyo taarifa nyeti watakayoitoa. Hatari kweli kweli. Bado tupo nayo wana michezo, na nikwambia kwamba pesa ipo kutoka kwa Mshua. Kila nyakati zote ambazo dakika zinakwenda lazima nikukumbushe, kwa sababu ni muhimu na wewe kuwa miongoni mwa watu ambao wananufaika na Mshua na wanashinda pesa, wanachukua pesa kutoka kwao na wanaenjoy maisha mazuri kutoka kwao. Hicho ndicho ambacho ninaweza nikakwambia na ukafurahia kabisa kwenye nyakati hizi ambazo tunazidi kudunda na tunazidi kwenda pamoja na wewe kwenye nyakati hizi za kipindi ambacho Mshua anakwenda kufanya jambo kubwa kwenye siku ya baba duniani. Kama ambavyo ninakwambia siku zote, ikifika siku ya mama watu huwa wanaizungumza kwa ukubwa kweli kweli. Unaweza ukamjaji vipi Boimanda kutokana na hiki ambacho amekizungumza? Unataka hukumu hisia? Najaribu tu kufikiria taarifa nyeti. Taarifa nyeti. Ndio. Lakini nafikiri itakuja kutoa hatma. Ni taarifa ambayo itakuja kutoa hatma ya mchezo. Na ni taarifa ambayo pengine inaweza kawa wamemwaga petroli kwenye moto ama wakawa wamemwaga carbon dioxide kwenye moto. So nafikiri kwenye namna yoyote itakavyokuwa, inawezekana ikawa ni hewa ya kuzimia moto ama ikawa ni hewa ya kuwasha moto, ya koleza moto. Yote itakavyokuwa, lakini nafikiri kuna sura mpya sana ambayo tunakuja kuiona baada ya sakata hili. Whether bahati mbaya limefika kwenye sehemu ambayo watu wanatafuta mshindi zaidi, lakini vyovyote nilitamani sana mpira wa miguu ushinde. Nilitamani hivyo. Nilitamani hatima yoyote ambayo itazungumzwa, itajadiliwa, iwe inaangalia zaidi mpira wa miguu na maslahi yake. Otherwise naweza nikawa sina comment rahisi sana, kwa sababu hiyo ni prediction. Labda wanataka kutangaza marefa. Labda. Lakini unaweza ka question tu. Leo tunazungumza mechi ni kesho kutu. Leo tarehe 13. Na maana tuna siku moja ya maandalizi kabla ya mechi husika. Understand. Lakini ukifanya reference ya kawaida, ni lini tulishawahi kuona mechi ya dabi rafika kukawa hivi? Ndio hapo unapopata kawa naamini kwamba huenda kuna vitu vya tofauti ambavyo vinaendelea, kwa sababu kuandika lile andiko ni tofauti. Yani kama kuna utofauti fulani wameonyesha, kwamba wanaonyesha wasiwasi ambao unaweza ukawepo dabi isiwepo, na ndio maana wakaja na taarifa ya kwamba wao wameshikilia msimamo wao ule wa kwamba tarehe 15 kuna mechi na wanataka mechi. Unajua kwenye ile sakata tangu limeanza, Simba wametoa taarifa 3 kwa umma. Ya kwanza ilikuwa ni siku ya Machi 8, ambayo ilikuwa ni siku ya kuamkia mechi ya asubuhi. Baada ya hapo wakaja wakatoa taarifa ya siku 3 zilizopita, ambayo ilikuwa na wataarifu wanachama waende kujaza uwanja wa Mkapa. Nyingine ikawa ni ile ya jana, ambayo taarifa kwa umma, klabu ya Simba ilikuwa na warifu umma na wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni mwaka 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote nambari 184 isipokuwa ule uliopangwa kucheza siku ya Jumapili, yani tarehe 15 Juni mwaka 2025. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi
kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba. Kama umenotice kwenye maandiko ya siku hizi haandiki mtu, unaandika uongozi. Sijui ushanifahamu. Sio kwa bahati mbaya. Nilikuwa najaribu tu kufanya reasoning ya peke yangu kwenye swala hili, na nilikuwa najaribu kufikiria namna gani ambavyo timu hizi zinaweza kuwa zinalitazama swala hili. Simba hawawezi kuzungumza hivi from nowhere. Lazima kuna elements ama kuna viashiria ambavyo wanaviona vinaweza vikapelekea mchezo huo usifanyike kwenye namna ambayo wao wamekuwa wakiupigia chapua ama wamekuwa wakiuona. Na ndio maana huwezi kaona bahati mbaya tu ama from nowhere wanaandika taarifa kama hii. Lazima kuna kitu ambacho wanakifahamu ambacho hawahitaji kiweze kuwa sehemu ya ama kiweze kudisturb kile ambacho kilikuwepo tangu mwanzo, na nafikiri hiyo ni sehemu nyingine ambayo wanaweza kaendelea kuweka mtihani wa shinikizo, na wanajua karata wanaisukuma Simba, kwa sababu karata kama hiyo walisukuma Machi 8 ikalipa, na sasa hivi wameisukuma karata nyingine alafu wao wamekaa pembeni. Naomba cheza chess, mtu mmoja akisukuma kete alafu akatulia akaona kutazama sana usoni, unapaswa kuwa makini, kwa sababu ndio muda ambao yeye anasubiri wewe ujichanganye. Anakuwa ameshaona tu kwamba njia yoyote utakayogusa pale ama kete yoyote utakayogusa, kitaalamu tunasema ni kete ya moto, ukigusa vibaya kwa namna yoyote wewe ndio umeumia. Kwa hiyo naona picha kama hiyo na naona sura kama hiyo kwenye mazingira ambayo yanaweza kawepo yakapelekea hiyo tension ama yakapelekea hayo kutengeneza hiyo unnecessary tension. Wao wanachokifanya ni kile walichokifanya Machi 8. Cheza kete zako, tulia, alafu sikilizia tu. Unaisukuma kete hivi kwenye chess, unaisukuma tu hivi alafu namwangalia mtu hivi. Ndio maana nikasema mkiwa mnacheza chess ama draft, ogopa sana mtu ambaye anasukuma kete hivi alafu kisha sukuma hivi anaigonga hivi alafu anakuangalia anasubiri na wewe usukume ya kwako. Tafsiri yake ni kwamba cheza yoyote nishaona huendi kokot, kila kete utakayogusa ya moto. Sasa ndio wanachokifanya Simba. Sogeza kete hivi afu anatulia, anakuangalia bodi ya ligi na kujaje. Machi 8 ulijaa. Sasa hivi kasukuma hivi afika iacha hivi. Ni wajibu mwingine wa bodi ya ligi. Na aliyekuwa anataka mechi ichezwe sasa hivi hataki mechi ichezwe. Yani aliyekuwa anashangilia mechi kutochezwa Machi 8 ndo anataka mechi. Na ambaye alikuwa hataki aliyekuwa anataka mechi hataki sasa hivi hataki mechi. Kwa hiyo mgeni kagoma soda ameomba 500 yake usiache na 100 kwa sababu soda ni 600. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bwana tumsikie pia Boimanda anazungumza nini kuhusiana na taarifa. Wao kama bodi ya ligi wanasema nini juu ya kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Yako vizuri, lakini pia ni vizuri nikitoa taarifa kwamba kuna baadhi ya taarifa nyeti na muhimu kwa ajili ya mchezo huo zitatolewa muda wote kuanzia ndio unaanza na bismillah kwanza. Kanyaga tu. Naweza kashangaa umejikwaa kibiriti hapo. Kula nyundo. Nianze hivyo na bismillah kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi binafsi vinanishangaza sana. Yaani mshiriki wa championship inakuaje hajui prize anayoipata? Hasa anawania nini? Yaani anawania nini? Kama yeye hajui anachokiwania. Nje na zile sports za kumaliza ligi kuu. Mimi nakumbuka hii ligi na udhamini, si ndio? Ndio. Sasa inakuaje wao hawajui? Yaani inakuaje wao hawajui? Kuna sehemu ambayo nafikiri tunapaswa kuongeza uwajibikaji na uwazi, hasa kwenye eneo hili la championship, ambayo bahati mbaya hata wakati mwingine ukienda kutazama mechi zake pia zimekuwa na maamuzi mengi ya utata. Na huku ana kauli yao moja wanasema hatutaki vilio.
huko championship watu hawataki vilio. Aha, unajishikilia wewe mwenyewe. Wewe ndo utapima maji. Ukiona yanatosha kupiga mbizi, naenda kaendelea kupiga. Ukiona hayatoshi, utarudi kule ulikotokea. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kukuachia maswali mengi kuliko majibu, na hizo sababu ndizo ambazo zinafanya wakati mwingine watu wanakuwa wanapoteza ile focus wanapoteza ule uwiano wa kuendelea kupambania na kufanya kile kilicho bora. Kwa hiyo bado naendelea kuamini kwamba performance ambayo wamekuwa kidevelop huku inahitaji rewards, kwa sababu inawezekana ndio ligi ambayo ina ushindani zaidi. Kwa mujibu hata wa rais wa TFF, nakumbuka kitu kama hicho, alizungumza kwamba hii ndio ligi ambayo inawezekana watu wananyongana sana huko, yani huna nguvu huku, unaweza kuteseka sana ili kuweza kuhakikisha unashinda mechi zako. Mimi binafsi kama Mtibwa hawafahamu wanatakiwa kupata nini tofauti na kombe, hawajui na wanasema labda ukiisha msimu wa mashindano ndo wataambiwa kwamba wanatakiwa kupata nini. Sio kwamba watapata, wanatakiwa kuambiwa. Salale. Shughuli ni nzito. Wallahi tawfik. Bwana, nilikuahidi ya kwamba ikifika saa 1 ndio muda ambao utakwenda kuzungumza na washindi na atakwenda kutoa pesa ambayo itakuwa imetolewa na Mshua kwa ajili ya wale ambao watakuwa wamejishindia hiyo pesa. Lakini sasa hivi wapo kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wamejipanga, lakini inastaajabisha kwamba Mtibwa msimu mzima wote walikuwa wanacheza hawajui watapata nini, ukiachana na wao kufuzu kuja ligi kuu. Ndio. Lakini prize maana yake walikuwa hawajui, yani bingwa anapata nini, hiyo walikuwa hawajui. Basi inastaajabisha sana kwamba unacheza mashindano ambayo wewe unajua lengo lako la kwanza ukishinda mashindano utapanda ligi kuu, lakini lengo la pili la kutengeneza fedha hujui unatengeneza fedha kiasi gani kupitia huo bingwa. Ni jambo ambalo linastaajabisha sana. Na sasa maana yake hata kiletwa hii milioni ngapi 20-30 inabidi apokee, kwa sababu hajui thamani ya zawadi yake ni shilingi ngapi. Na mimi kwangu miongoni mwa vitu ambavyo nafikiri tunapaswa kuviongeza kwenye mpira wetu ni uwazi. Yani kuwe na uwazi, ukweli na uwazi. Yani timu zote zinajua zinacheza kwa sababu gani. Yani ukiacha malengo yao kama klabu kushinda ubingwa, timu zijue zinakusanya kitita shilingi ngapi. Na naona kwenye ligi kuu hilo swala limekuwa very clear. Ligi kuu ukija watu wanajua ukishinda ubingwa unapata kiasi gani, ukimaliza nafasi ya pili unapata shilingi ngapi. Kwenye ligi kuu tunajua. Lakini kwa timu ambazo zinacheza championship ambayo zamani kunajulikana kama ligi daraja la kwanza, huku watu hawajulikani kumbe wanapata shilingi ngapi. Sasa kama ligi wao wenyewe Mtibwa hawajui, nani atajua unafikiri? Kama soma mamlaka ambayo inawasimamia na kuwaendeshea mpira wao huku chini. Ndio. Na hivi sio vitu ambavyo mimi naamini vinapendeza. Unajua ni vyema zaidi kabla ya mashindano kuanza, timu zijue, yani licha ya kwamba ukishinda ubingwa unapanda kwenda ligi kuu, lakini kuna kibunda hapa kinakuwepo shilingi kadhaa. Hiyo itasaidia kuongeza uwazi. Na mimi kwenye mpira wetu naona tuna vitu vingi vinaendeshwa kisela. Na hiyo ndio changamoto ambayo sasa hivi imekuwa kubwa. Sasa hivi kwenye mpira wameingia wasomi wengi ambao hawa wanakinzana na watu wanaopeleka mpira kisela. Sasa na wasela hawataki watu wasomi kwenye mpira kwa sababu wamekuja na mikakati yao ambayo wanaona wana uwezo wa kutoboa. Sasa huu msigano naona tunauongezea nguvu kama hatutokuwa na uwazi kwenye ligi yetu. Yani tuwe wa kweli, tuwe wawazi. Watu wanataka details, watu wanataka taarifa. Kwa hiyo wape watu wanataka wajue ukweli wa bingwa wa championship anapokea shilingi ngapi, na je zawadi hiyo iko constant au huwa inabadilika kila msimu. Watu hizo taarifa ndio wawe nazo wajue. Lakini hauwezi ukao uko nazo umekaa nazo tu kimya. Maana yake wewe inawezekana bingwa ukampa pesa unayojisikia wewe unataka kumpa kulingana na mapato ambayo wewe unayataka. Kwa mfano, inawezekana kabisa kukawa kuna hela imeingia kwa ajili ya kusupport championship. Lakini sasa kama unasikia taarifa zenyewe bingwa hajui mpaka leo atapata kitu gani,
kwa maana ya fedha, maana yake sasa ni kwamba kuna uwazi umekosekana kwenye mpira wetu. Na ndiko hapo nakosema tunaendesha vitu kisela, na wanapoingia wasomi kwenye mpira tunawachukia kwa sababu wanapenda vitu vilivyonyooka. Wengi ya wasela wanapenda vitu vilivyopinda ili mradi vikamilike. Sasa hii ndio changamoto kubwa naona iko kwenye mpira wetu. Tunapaswa kufanya kazi kubwa sana kupunguza usela kwenye mpira na kuwapunguza wasela kwenye mpira wetu, kwa sababu mimi naamini mpira unapitia mabadiliko makubwa kama sekta zingine za kupitia mabadiliko makubwa. Kwa mfano kwenye teknolojia, leo hii mpira ukiangalia hata aina yake ya uendeshwaji ni tofauti. Leo hii unaona ukienda taifa kama Hispania, ndio pale kuna Madrid na Barcelona, alafu kuna La Liga ambao ndo anaisimamia ile ligi. La Liga wana nguvu kuliko Real Madrid na Barcelona, lakini wanajua zile ndio timu zinazoendesha biashara ya mpira wa miguu nchini Hispania. Kwa hiyo wanachokifanya, licha ya kujijua wao ni taasisi inayoongoza mpira pale Hispania, lakini bado wanachokichagua wao ni kuheshimu mipaka yao mbele ya klabu kama Real Madrid na Barcelona, kwa sababu wanajua zile klabu mbili zikiamua kuchafua hali yao pale ligi haichezeki. Sasa si huku tunaendesha mambo kiselasela kuliko kuendana na uwazi na uhalisia ambao tuko nao kwenye maisha yetu kila siku. Sawa, hicho ndicho ambacho anazungumza Abdulghafari Ali Chisano Junior kuhusiana na sakata zima la taarifa hiyo ya Mtibwa, kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea. Lakini kwa upande wako Upete, jambo gani ambalo unaweza ukaligusia hapo kuhusiana na hili swala kabla hatujakwenda kupata kile ambacho kinatakiwa kupata?